kazi. Haipaswi utashi wa mtu wala nini. Ni kanuni inatakiwa ifanye kazi. Na tukikwepa kufuata kanuni katika matukio yoyote yanayotokea, hatuwezi kuendesha mpira. Kwa bahati mbaya sana hatuwezi kuendesha mpira. Tuko na George Mbangile, mmoja wa wachambuzi bora kabisa kwenye mpira wetu wa Tanzania. George, inakuaje? Salama kabisa. Kwema kabisa. Mungu ni mwema. Pengine tofauti ya George ambaye ni mchambuzi akiwa kwenye corporate event hivi na mambo mengine, ni mtu ana namna gani? Ana tofauti ni yule. Lakini huwa sipendi kubadilisha personalities. Kwa hiyo mtu akimfahamu George Mbangile anayemuona studio, anayemuona mitandaoni, anayemuona kwenye corporate events, anayekokote pale utapomuona ni same George Mbangile. Tunapozungumzia soka la Tanzania kwa sasa hivi tunasema ni soka ambalo limepiga hatua sana, lakini moja vitu ambavyo vinatajwa kulikandamiza ama kulitolea credit ni michezo yenyewe, kwa maana waamuzi wamekuwa kipawa sana lawama kwamba wana timu fulani zinabebwa, zinapendelewa. Kwenye hili hasa nadhani ni nini ambacho kinasababisha hasa waamuzi wanaandalizwa sana katika soka letu la Tanzania? Natamani hili swali waamuzi wangekuwa wanaulizwa, kwa sababu kwa bahati mbaya sana kanuni haziruhusu waamuzi kufanya interview, lakini pengine wao wangekuwa na majibu sahihi kwa kile wanachokifanya uwanjani, kwa nini wanafanya vile. Hawajui au makusudi. Yaani inawezekana hivyo vitu viwili. Yaani ujui au ni makusudi, kwa sababu kuna tukio linatokea unasema kwa mwamuzi yoyote ambaye mwenye beji labda ya FIFA ama pia ambaye amefuzu masomo yake, tukio kama lile anapaswa kuwa anajua. And then baadaye unaweza kusema au wajui. Kuna hivyo vitu viwili, na nafikiri ndio hiyo nimesema bahati mbaya waamuzi hawezi kufanywa interview, yani hawaruhusiwi kufanya kitu kama hicho. Kwa tutakuwa tu sasa hivi tunakuwa tunaotea tu, mimi nimebaki naotea, hawajui makusudi. Kwa hiyo tukio moja likitokea naweza nikasema pengine hajui, tukio lingine likitokea naweza nikasema pengine makusudi. Kwa hiyo ni ngumu sana kujua kwa nini wanachokifanya hiko wanachokifanya, ila kitu ambacho ninakijua ni kwamba unafanya mchezo kuwa na dosari kubwa sana, na mchezo saizi unahusisha uwekezaji mkubwa sana. Kuna fedha nyingi sana zinawekwa kwenye mpira wa miguu. Kwa watu wakiwa wanaona maamuzi kama yale, kiukweli anakwaza, lakini kwa sasa hivi ndo tuko hapo. What can we do? Kilichobaki ni kuboresha, kuondoa hayo matatizo. Tumezungumza kuhusu hizo dosari ambazo zinapatikana pia. Mchezo wa derby tarehe 15, Simba wanasema watacheza, Yanga ndio hivyo hawachezi. Wewe ni mchambuzi ambaye tunaamini unatokana na taarifa ambazo zingine pia za ndani zaidi tofauti na watu wengine. Ilikoje ili kuelekea katika mchezo huu? Nitakujibu kama ambavyo nimewahi kumjibu mdau mwingine wa soka. Ukitaka kujua derby ipo, hamna, wote tusubiri tarehe 15. Kwa sasa hivi kila mtu ataongea kushoto, mwingine kulia, mwingine katikati. Kila mtu atakuwa anaongea, lakini nafikiri muda ni jibu sahihi sana. Ikifika tarehe 15 tutajua. Kwanza ni tarehe 14, kwa sababu tarehe 14 lazima kuwe na press ya makocha wote wawili. Kwa ukiona kuna press ya makocha wote wawili, press conference, of course anyua mnaendaga au mnaitwa. Ukishaenda pale ujue na kamera yako pamoja na mic ujue mechi ipo. Ukiona mjaitwa siku moja kabla ya mechi, basi ujue mechi hamna. Kwa hiyo hii ndo ambayo jibu nilimpa mdau ambaye aliniuliza juzi, brother unafikiria mechi ipo hamna? Nikamwambia subiri tarehe 15. Ikifika ukiona hamna mechi ujue hamna mechi. Ipo. Sasa hizi mimi naweza nikakwambia ipo afu isiwepo. Naweza nikakwambia haipo afu kumbe ipo. Kwa sasa hivi hata mimi mwenyewe sijui kama itachezwa au haichezwi. I don't know. Wengi ukitazama watu wanasema kwamba shirikisho kwa maana ya FA haina mamlaka ya kuweza kuziadabisha hizi timu mbili kwa maana Simba na Yanga. Endapo ukiona timu moja isihudhurie katika huo mchezo, unaona kata point kama ilivyofanyika labda Misri juzi, tunaona Al Ahly ilifanyia kitu kama hicho. Mimi nafikiri kuna mambo tu tunayafanya magumu bila sababu ya msingi, kwa sababu mchezo wote duniani sio wa football tu, unaongozwa na kanuni. Kwa kanuni zipo kutuongoza. Kanuni lazima zifanye kazi. Haipaswi utashi wa mtu wala nini. Ni kanuni inatakiwa ifanye kazi. Na tukikwepa kufuata kanuni katika matukio yoyote yanayotokea, hatuwezi kuendesha mpira. Kwa bahati mbaya sana hatuwezi kuendesha mpira. So kila mtu atakuwa anadai kanuni na kanuni hazifuati. Kama hazifuati, kila mtu anafanya maamuzi anayojisikia, na kwa bahati mbaya hakuna kitu ambacho utachomfanya. Kwa sababu atakwambia kanuni zenyewe mnazikwepa. Sasa kwa nini wewe utakuwa unaniadabisha kwa msingi upi? Kwa hiyo ndo kwa bahati mbaya hiyo kwamba kanuni huwa tunazikwepa mno, tunazikanyaga mno, na wakati ni sisi wenyewe tulizitunga na kukubaliana nazo. Tunaelekea katika kumaliza msimu pia. Simba amefika kombe la shirikisho kwa maana finali, ametolewa nusu finali.
Simba amefika finali. Simba finali hajafika. Shirikisho? Unasema Simba kwa maana shirikisho Afrika. Nizani wanasema RDB CRDB okay, sawa. Simba amefika finali ya shirikisho, fika na FA pia kwa maana nusu finali akatoana na Singida. Pengine endapo Simba ikimaliza bila kubeba kombe lolote ndani ya msimu huu, watakuwa wamefaulu ama wamefeli? Huwa mara nyingi nikiongea vitu napenda kuweka context, muktadha. Kila kitu lazima kuwe na muktadha. Nafikiri uzuri pia hata nyinyi mpate nafasi ya kuelimisha watu wakati tunaongelea sio tu football. Kitu chochote wachoongelea lazima kuwe na muktadha nyuma yake. Ukimuuliza sasa hivi mshabiki yoyote wa Simba, umuulize kabla msimu haujaanza na kile alichokiona msimu uliopita, umuulize kwamba uliona timu yako inaweza ikafika finali kwenye CAF Confederation ama inaweza ikawa imeenda jino kwa jino na Yanga kwenye title race. Angeza kuambia bro unanitukana ama unaitania timu yangu ni vipi? Fadu alikuta Simba iko Dhouf bin Ali. Simba kumaliza nafasi ya 3 ilikuwa ni disaster. Na aina football alikuwa anacheza ilikuwa unaona kabisa hii timu kuna shida. And then kusajili idadi kubwa wachezaji vile. Sasa hivi ukiangalia kikosi cha Simba, ukisema utaje katika first 11 ni wachezaji wangapi walikuwa msimu uliopita, nafikiri 6 hawaishi. Yaani Shemalon, Kapombe, Zimbwe, Ngoma, Kibu. Wachezaji kama 4 5 tu hivi. Wengine wote wapya. Lakini waangalia hapo walipofika. Kwa najua katika football end game ni nini kutoa mataji. Lazima kuwa na context, muktadha wake uko vipi. Timu hii ilikuwa wanaijenga. Kwa mfano mimi Simba msimu huu angetoa mataji mengi. Kwangu mimi ingekuwa ni bonus. Bonus kubwa sana. Hiki ndicho ambacho ninachokitegemea. Kwa hiyo natarajia pengine ikitokea msimu huu akatoa ubingwa wote, pengine huo wa ligi au nini, it's bonus. Msimu ujao natarajia kuona wanashuti zaidi ya hapa. Kwa msimu huu nimeona timu ambayo graph yao inapanda. Yaani kila siku timu inaboreshwa. Unaona wanavyozidi kuwa imara. Mechi yao ya kwanza na msimu mpaka sasa hivi ukiangalia ni timu mbili tofauti. Ni timu ambayo inapanda juu. Kwa hiyo success ni nini? Mara nyingi huwa napenda kutumia na kwa wanaosikiliza hapo wakienda kutafuta watafute YouTube interview ambayo imefanywa na mcheza kikapu Giannis. Aliulizwa na mwandishi wa habari kwamba tunaweza tukauita msimu hamjafanikiwa kwa sababu hamjatoa kombe. Kwa jinsi alivyomjibu, alimjibu kwa muktadha toa kufanya kazi tu kawaida. Akamwambia okay, sikiliza. Wewe kazini unatakiwa pia ufanywe promotion, si ndio? Kwa kazi ambayo umekuwa umeifanya. Akampa mfano wa Michael Jordan. Amecheza misimu mingi sana kwenye NBA. Lakini ni misimu kama 5 6 tu ndo ametoa taji. Ina maana misimu mingine yote ile ilikuwa failure. Akamwambia ina maana kumaliza wa pili failure. Kwa hiyo inategemea kwamba sio kila siku utapata promotion. Kila siku unaangalia jinsi gani ya kuimprove. Kwa hiyo sio tu issue ya failure, ni issue ya kujifunza. Kwa leo umegotwa nafasi ya 3. Je, msimu ujao unaweza ukafanyaje ukaongeza alama? Sio wote wanaweza kutoa ubingwa. Kwa hiyo mtu anaweza kusema Simba. Kwa mfano, unaweza labda ukasema labda Dodoma au Coast labda msimu wenu failure. Mtu msimu uliopita mathalan nikapata point 50. Msimu unaokuja kapiga 55 lakini hajamaliza top 4. Utasema failure? Nimeongeza pale nilipo. Kwa nazidi kuongeza na kuongeza. Kwa bahati mbaya mchezo wote duniani bingwa huyu mmoja. Does it mean wengine wote waliobaki wale ni wabovu? Haiwezekani. Kwa hiyo Simba atakimaliza bila taji, huwezi ukasema failure. My point of view, kila mtu ana mtazamo wake. Mtazamo wangu mimi, hata leo tukisema msimu uishe Simba bila kombe lolote, kwangu mimi wamefanya fine kabisa. Yaani wameshoot sehemu ambayo pengine mimi hata sikutarajia kwa muktadha wa jinsi msimu uliopita ulivyokuwa. Msimu uliopita Simba walikuwa dhaifu. Hakuna mtu aliyekuwa anaogopa kucheza na Simba msimu uliopita. Msimu huu kila bani unajiuliza, ukitafuta msimu huu mechi ambazo Simba unaweza ukasema totally wamekuwa outplayed. Yaani wamefungwa, ni unaona hii kweli. Ni mechi dhidi ya Berkane ugenini na mechi dhidi ya Singida kwenye nusu finali. Mechi zingine zote yani unaona yani hata wakipoteza yani unaona kweli kimekanyagika. Ukichukua Simba msimu uliopita uiweke katika mashindano ya msimu huu, hakuna finali watakayocheza yoyote. Kwenye ligi wangekuwa wameachwa almost point 7 8 9 10. Kwenye shirikisho maana yake mambo yangekuwa tayari mabaya, CRDB. Kwa hiyo
Kwangu mimi nafikiri wamepiga hatua, no matter what, kwamba itakuwa ametoa taji. Wakitoa kwangu mimi ni bonus. Serious, yani mshabiki yote wa Simba akiona timu yake imetoa taji msimu hiyo ni bonus. Kabisa. Na mwisho, Diamond sasa hivi naye ametangaza kufunga ndoa na Zuchu na alikuwepo kwenye harusi yako. Support ilikuwa ni kubwa sana pia. Unalipi la kumwambia kama ambavyo yeye alikusupport kwenye jambo lake? Karibu chamani, lakini pia wamshirikishe sana Mungu. Binadamu kuna muda huwa tunajisahau. Tunaona kila kitu tunachokifanya ni nguvu zetu, maarifa yetu na nini. Lakini tu aliyekuwa juu peke yake. Kwa hiyo na Mungu huwa anapenda sana kuona pande mbili zinaungana kuwa mwili mmoja. Ndio baraka zake nyingi huwa zinatua hapo. Kwa hiyo wamshirikishe wa kwanza ni Mungu. Wakifanya hivyo kila kitu kingine kinateleza tu, kinateleza. Kwa sababu binadamu hatuko perfect. Lakini akishakuwa pale Mwenyezi Mungu akahusisha na swala sana. Mchango shaanza kwanza. Diamond achukue mchango? Mimi sichangi. Ana mchango. Wewe hata ikiwepo sichangi. Uchangi. Diamond anamchangiaje bwana? Sawa kuzulia. Yaani kwa maana nikimchangia sasa hela kaitwa mfuko huko iweka huko. Anayelipa mimi nani? Kwa anachonilipa afuta nikamchangia. Kwa pili. Jiheshimu bosi. Haiwezekani. Hapana. Basi bila shukuru. Asante sana.